Katika habari za siasa hii leo mtazamaji, tutapita katika habari ambako serikali imefunguka kuhusu Humphrey Polepole. Bado tunaendelea kuchunguza kutoweka kwa Polepole. Sasa ni takribani siku 200 na zimepita, lakini taarifa ya serikali imesema hivyo. Sasa mambo yamekaa vipi? Karibu sana tuhabariki kwa pamoja. Ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ambaye amesema kwamba serikali bado inaendelea na uchunguzi kuhusu madai ya kutoweka kwa mwanasiasa Humphrey Polepole, huku akisisitiza kuwa mchakato huu unahitaji muda ili ukweli wote ujulikane na haki itendeke kwa kila upande. Kauli yake hiyo imekuja wakati ikiwa imepita siku 274 tangu Polepole alipotiwa kutoweka alfajiri siku ya Jumatatu Oktoba 16 mwaka 2025 katika makazi yake ya Ununio, wilaya Kinondoni, jiji la Dar es Salaam. Hadi kufikia sasa bado hajapatikana, jambo ambalo limeendelea kuzua maswali na mjadala mpana ndani na nje ya Tanzania. Akizungumza katika mahojiano maalum kabisa, Katambi aliweza kusema kwamba matukio mengi ambayo yamekuwa yakitajwa kama utekaji yamekuwa yakihusishwa na serikali bila ushahidi wa kutosha, ili hali uchunguzi wa baadaye umeonyesha kwa baadhi yake ulihusisha migogoro binafsi kati ya wananchi. So katika nukuu, waziri wa mambo ya nje anasema katika hayo ya utekaji kulikuwa na sura nyingi. Sura ya kwanza, mambo ya utekaji yalikuwa yanafanyika na watu wenyewe, unakuta ni raia kwa raia, labda ni ugomvi, uhasama, chuki ama ubabe kwa sababu wanatafutiana misimamo fulani. Mwisho inaonekana imefanyika na watu kutoka mamlaka za serikali. Alinukuliwa akizungumza Patrobas Katambi, lakini pia aliendelea kuzungumza kwa kutoa mifano ya matukio yaliyowahi kutikisa taifa, akisema utakumbuka juzi mauaji ya James Temba aliyekatwa kichwa, walisema serikali imefanya. Super Sami alitekwa, wakasema serikali, ila uhalisia ukagundulika sivyo, na mifano mingine mingi kama yule bonge wa Kimara Tarimo haikuwa serikali. Hata hivyo mtazamaji, waziri huyo alieleza kuwa serikali haijifungi macho pale ambapo watumishi wake wanabainika kufanya makosa. Anasema, sisemi kwamba tunatetea na tu serikali, upande pia wa serikali naweza nikafanya mimi mwajiriwa wa serikali kwa kuwa nina visa na mtu, lakini sio kwamba nimetumwa na serikali. Wapo askari ambao wamebainika kufanya makosa na wamechukuliwa hatua. Serikali haiteki, inakamata na kupeleka mtu kwenye vyombo vya sheria. Akizungumza swala la Humphrey Polepole, Katambi alisema taarifa ya mwisho iliyotolewa na vyombo vya ulinzi na usalama ilieleza kuwa uchunguzi na upelelezi bado unaendelea. Katika nukuu yake anasema, ukiharakisha shauri haraka unaweza kuzika haki za watu, na ukichelewesha haki umeinyima pia haki hiyo. Kuhusu Polepole, taarifa ya mwisho vyombo vya ulinzi na usalama vilisema vinaendelea na uchunguzi na upelelezi juu ya jambo hilo. Hata aliyekuwa anatoa taarifa hiyo niliona kupitia, alisema kwamba inasadikika hakuwepo nchini, lakini kuna taarifa zinasema alikuwa nchini. Kwa hiyo kama ni kweli au si kweli, upelelezi unaendelea, alizungumza. Kauli hiyo pia mtazamaji inaashiria kuwa licha ya kupitia miezi 9 tangu kutoweka kwa Polepole, serikali bado haijatoa hitimisho rasmi kuhusu alipo mwanasiasa huyo, huku familia, wafuasi na wananchi wengi wakiendelea kusubiri majibu yatakayomaliza sintofahamu iliyodumu kwa muda mrefu. Sasa sintofahamu hiyo itatatuliwa vipi? Kila mtu yupo anasubiri, na tutaendelea kukuhabarisha kupitia Biomedia.